Nafikiri umeelewa vizuri why nilienda kusoma huko sana katika Matendo ya Mitume. Kwa sababu ingawa watu wengi huwa hawataki kuhubiri kila wakati kuhusu hukumu, lakini ni muhimu kuhubiri kuhusu hukumu. Yes. Na ukitaka kujua ni hukumu ni muhimu, ni kwa sababu Paulo alipopanga mambo yake yenye ataambia mfalme, aliyapanga katika vikundi vitatu, na katika vile vikundi vitatu, kikundi cha tatu kilikuwa ni hukumu. Na bila shaka Biblia inatuambia mfalme Felix aliposikia hivyo aliogopa, alitetemeka, kwa sababu hukumu, watu wasiokuwa sawa wanaposikia kuhusu hukumu mpaka watetemeke. So alitetemeka. Ni muhimu sana ujue ya kwamba mambo yanayofaa ujue maishani mwako ni mambo ya haki, mambo ya kiasi na mambo ya hukumu. Inafaa ujue utahukumiwa. Inafaa ujue hata utende mema, hata utende mabaya, lazima itakuja kuamuliwa. Because wale wataenda kwa ufalme ni uamuzi utafanywa. Wale wataenda motoni ni uamuzi utafanywa. Wale walitenda mazuri, uamuzi ya kuwa zawadi itafanywa. Wale walifanya mabaya, uamuzi wa kuadhibu utafanywa. Yes. Uamuzi itafanywa. Yes, amen. Na mwenye anaamua ni mwenye nguvu. Yes. Ni mwenye mamlaka. Yes. Na ni mwaminifu. Mwaminifu na maanisha yeye ni, kwa Kiingereza wanasema just. Yaani yeye hana mapendeleo wala maoneo. Anafuata ukweli. Anafuata ukweli. Yes. Vile anavyofuata ukweli, kwa hivyo hatuwezi kumshawishi. Hata mtu akikufa, mwanadaye hata ibada ya aina gani, hamwezi kushawishi Mungu. Yes. Abadilishe msimamo wake. Yes. Hata msifu huyo mtu, hamwezi kushawishi Mungu abadilishe msimamo kuhusu huyo mtu. Hata mvae nguo nyeupe, mpige laini mrefu, muimbe kama malaika, lakini hawezi kubadilisha msimamo wake. Hata mkuwe na magari aina gani, hata badilisha msimamo. Bwana asifiwe. Amen. Nasema hivi kwa sababu this time ndio siku yenye mtu mashuhuri amekufa pa Kenya. Yes. Na vitu vyote vimesimamishwa kwa sababu ya mtu. Na watu wote wamempea heshima zake. Wanampenda. Yes. Lakini mnafaa kukumbushwa. Hiyo haitabadilisha msimamo wa Mungu kumhusu yeye. Yes. Kama anamjua kuwa mtu mzuri, atamjua tu hivyo. Yes. Kama anamjua kuwa mtu mbaya, atamjua tu hivyo. Yes. Hatabadilisha kwa sababu watu wengi wamempenda. Bwana asifiwe. Amen. Tukirudi kwa Waebrania, inasema ya kwamba just as man is destined to die once and after that to face judgment,
Bwana asifiwe. Amen. So Kiswahili na kama vile watu waliowekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Amen. Amen. Watu wamewekewa kufa mara moja na baada ya kufa hukumu. Yes, amen. Hallelujah. Amen. Nataka nieleze kitu hapa.